Historia takatifu inaonyesha moja ya kitengo cha muhimu sana chenye kuleta mafanikio makubwa ndani ya kanisa kuanzia Agano la Kale na Agano Jipya ni kitengo cha unabii. Kitengo hiki cha unabii kinahusisha karama ya unabii. Tumeona kwamba unabii ni karama kama karama nyingine, lakini maandiko yanaenda mbali zaidi. Ndio maana baada ya kujifunza karama za Roho, tumeingia kwenye karama ya unabii. Maandiko yanaenda mbali zaidi kuonyesha faida na umuhimu wa hii karama ya unabii, hasa katika kanisa la Mungu la siku za mwisho. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20, Mungu anatupa sababu kwa nini ni cha muhimu sana. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, "Nisikieni enyi Yuda, ninyi wenyeji wa Yerusalemu. Mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa." Imani kwa manabii wa Mungu huleta mafanikio. Tunao mfano hapa Mambo ya Nyakati wa Kwanza 20, wakati taifa la Yuda lilikuwa limekabiliwa na upinzani mkali na majeshi zaidi ya Malaki wamekusanyika ili waweze kuliletea taabu na kulivamia na kulifuta. Walipomuuliza Mungu, Mungu alimuibua nabii katikati yao ambaye alikuwa anaitwa Yahaziel. Akatoa maono ambayo walipomwamini Yahaziel, Yehoshafati akaongoza jeshi la waimbaji badala ya jeshi la wapiganaji, ukawa na ushindi mkubwa. Ndivyo ambavyo ilikuwa katika Agano Jipya. Wakati kulikuwa kuna tishio la njaa kubwa dunia nzima, aliibuka mtu anaitwa Nabii Agabo, akaushauri Ukristo wakati huo, na wakakusanya chakula cha kutosha kwa ajili ya Wakristo wa Yerusalemu, ambapo wangekuwa watu wa kwanza kuathiriwa na janga la njaa. Kwa katika maandiko matakatifu tunagundua ya kwamba unabii ni kitengo cha muhimu sana na ni karama ya muhimu sana, hasa kwenye kanisa la Mungu la siku za mwisho. Je, unabii uliishia Agano la Kale? Karama ya unabii iliishia Agano Jipya? Na je, hatuna nabii mwingine? Na je, hatuhitaji maelekezo ya kinabii dunia ilipofika? Biblia tu inatosha, hatuhitaji mafunuo zaidi ya kinabii ili kutufanulia na kutupambanushilia neno la Mungu? Ili upate kukua kiroho, lazima uamini karama hii ya unabii. Ili upate kuwa salama kiroho katika siku hizi za mwisho, lazima uamini karama hii ya unabii. Nabii ni nani? Nabii ni nani? Mambo matatu. Jambo la kwanza, nabii ni mtu anayepokea mawasiliano kutoka kwa Mungu na kuyawasilisha kwetu. Rahisi sana. Yaani ni mtu ambaye anapokea mawasiliano kutoka kwa Mungu alafu kuwakilisha kwako. Kwa hiyo, na huyu nabii hayo mawasiliano hafanyi kama anavyotaka. Soma Petro wa pili 1 mstari wa 21, anasema unabii haukuja kwetu kama watu wanavyopenda, bali watu walinena yaliyotoka kwa Mungu. Kwa unabii ni kunena mambo yatokayo kwa Mungu. Mfano rahisi wa kwamba nabii ni nani na anafanyaje kazi unapatikana katika kitabu cha Kutoka 7 mstari wa 1 na wa 2. Hapo utaona Mungu anamwambia Musa, nitakufanya kuwa Mungu. Alikasimisha uungu kwa Musa, Mungu kwa Farao. Alafu huyu ndugu yako huyu Haruni nitamfanya kuwa nabii. Utaratibu unakuaje sasa? Wewe Musa utasema jambo, Haruni atalisikia, nabii Haruni ataenda kuliongea kwa Farao. Kwa utajifunza ya kwamba nabii ni mtu ambaye anazungumza mambo kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Lakini maana ya pili, Biblia inamtambua nabii kama mwonaji.
mwonaji. Soma kitabu cha Samueli wa kwanza 9 na ule mstari wa 9. Hiki ninachokisema Biblia imekiweka vizuri zaidi. Samueli wa kwanza 9 na mstari wa 9, neno la Mungu linasema, hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno la Mungu usema hivi, haya twende kwa mwonaji, maana mtu aitwaye sasa nabii hapo zamani aliitwa mwonaji. Sia ni mtu ambaye anaona vitu ambavyo havipo. Anaona vitu ambavyo wengine wote hamuoni. Anaona hadi kesho. Na mwonaji ana uwezo wa kuona, kama nabii Elisha alikuwa ni mwonaji, ana uwezo wa kuona mipango inayopangwa ikulu za maadui wa taifa kwa siri na kuvujisha mipango hiyo kwa taifa, na taifa likajipanga dhidi ya yule adui. Lakini maana ya tatu ya nabii ni mtu anayefafanusha maneno ya Mungu yaliyoandikwa. Soma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 34 mstari wa 23 mpaka 24, utamkuta mwanamke anaitwa Hulda, nabii Hulda, ambapo baada ya Yosia, wakati wanafanya kutifua lile kanisa kwa hekalu lilobomoka, wakakutana na karatasi za nyaraka za mambo ya Mungu, na walipoenda kuzisoma wakashindwa kuzielewa, wakazipeleka kwa nabii. Nabii akazifafanua na maonyo wakayaweka wazi, na wakafanya matengenezo makubwa sana kwenye maisha yao. Kwa hiyo Agano Jipya pia tunaona kuna manabii wengi sana, japo hawasemwi kwa sababu watu wanachagua baadhi ya vitu vya kusoma. Kama ambavyo kwa kuna manabii Agano la Kale na nabii Agano Jipya, nataka nikulete vizuri ili nikuonyeshe kwa nini unabii ni wa muhimu katika kipindi hiki cha mwisho. Kazi za manabii katika Agano Jipya. Nabii alipewa hadhi ya juu sana, kuonekana hata katika mahali ambako anatamkwa kwa wa kwanza au wa pili katika zile karama, kwa sababu alikuwa ni kitu cha muhimu sana. Jambo la kwanza, manabii walisaidia kuanzishwa kwa kanisa. Kazi ya kanisa ya kupanda makanisa na kufungua kazi ya Mungu ilizunduliwa kinabii, kwa sababu soma kitabu cha Efeso 2 na ule mstari wa 20 na 21. Neno la Mungu linasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kula pembeni. Katika yeye jengo linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Kanisa limejengwa juu ya, alianza mitume, aliyofuatia nini? Manabii. Sasa naomba usije ukachanganya. Katika maandiko matakatifu ukiangalia, 99% kama sio 100 ya watu wote ambao tunawaita manabii, wao hawakuwahi kujiita manabii. Ni katika kutekeleza wajibu wao ndipo watu walipoangalia na kupambanua sifa zao, jinsi wanavyoona mambo na kufanya mambo, wakawatambua kwamba hawa ni manabii. Kwa usije ukachanganya ninachokiongea na wanaojiita manabii na kujiandika majina, naitwa nabii mtu fulani. Hivyo vitu havipo kwenye maandiko. Maana nabii ni wajibu, nabii sio title, sio sifa, sio cheo. Kama zamani wakati watumishi wa Mungu walikuwa wamebobea kwenye masuala ya elimu, walikuwa wanapenda kuitwa madokta, PhD, profesa, mchungaji. Sasa hivi kwa sababu watu wanataka vyeo vya kutisha kidogo ili waumini walete sadaka kidogo na waumini kidogo wachangamke, watu nabii, mwonaji na ni nani? Hawa watu walikuwa wajiiti. Tayari wenyewe kazi zao zilikuwa zinawatambulisha. Hawahitaji kutanguliza jina, tanguliza kazi. Na tutakupima, je, ni nabii wa Mungu? Kuna vipimo hapa nitavisema. Kwa hiyo kitu kingine, walisaidia kazi ya umishonari wa kanisa. Walielekeza wapi watumishi waende. Ukisoma Matendo ya Mitume 13 mstari wa 1 na wa 2, utaona kabisa aliyempangia kazi Paulo kuifanya iende wapi hakuwa mtume, alikuwa ni nabii. Matendo ya Mitume
13, Matendo ya Mitume 13, anasema na huko mstari wa kwanza na wa pili, na huko Antiokia katika kanisa lililokuwako palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri na Lukio Mkirene na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode Sauli. Basi hawa walipokuwa kimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Kwa tukio la kumpanga Sauli ambao ni Paulo na Barnaba wakafanye kazi lilikuwa orchestrated, lilianzishwa na vuguvugu la maombi ya manabii na walimu wa mambo ya Mungu. Kwa nafasi ya nabii katika kufanya uimishonari uende mbele bado ilikuwa ni kubwa sana. Jambo la tatu, walijenga kanisa. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:3-4 anasema ahutubuye uhutubu kulijenga kanisa. Kuhutubu maana yake ni kuprophesy. Kuprophesy ni kutoa nabii. Kwa sio tu mhubiri, wengi tunaita ni wahubiri, lakini wengi wanachokifanya pale ni kutoa nabii, kwa sababu wao mhubiri wa kweli ambaye atafunga na kuomba kabla hajaongea na watu, ambaye akatumia muda mwingi kuongea na Mungu mwenye watu wa kumpa cha kusema kwa watu wake, anafanya kazi ya kuprophesy, anatoa nabii, kwa sababu atapokea neno kutoka kwa Mungu. Kama tulivyosoma mfano wa Musa pamoja na ndugu yake Haruni. Musa alikuwa ni Mungu akiongea neno, Haruni ambaye alikuwa nabii ataichukua, atalipeka kwa Farao. Unakuta umesimama unaongea kwenye mimbari, wamejaa mafarao mbalimbali, wamejaa watu wa Misri mbalimbali, wamejaa watu ambao wako duniani mbalimbali. Hujui cha kuambia, Mungu ndiye anajua ukikisema hiki ndio atasikia. Kwa unapomwomba Mungu anakupa maneno. Hayo maneno unaenda pale ndio una prophesy. Ndio maana sasa watu kwa sababu hawajui riski na uzito wa kusimama mbele ya mimbari, wanageuza kuwa ni sehemu ya kufanyia siasa, kutafutia umaarufu, kurubuni watu wapate sadaka na mambo machafu mengi kama hayo. Lakini pia manabii walionya hatari zijazo. Katika kitabu cha Matendo 11 mstari wa 27 mpaka 30 na Matendo 20:23, 21 mpaka 4 anaelezea hii 11. Utamuona nabii Agabo anawaambia kwamba dunia ni njaa inakuja. Mungu alimfunulia mtu mmoja nabii ndani ya kanisa juu ya hatari ambayo ingelikumba kanisa ya njaa, na wakakusanya vyakula na sadaka nyingi kwa ajili ya kanisa la Yerusalemu. Maana Yerusalemu hakuna mashamba, kule ni kama mtu anakaa Dar es Salaam. Wa kanisa likapita kipindi cha njaa kwa kulisikiza nabii. Utakumbuka tulipoanza kwamba anasema waaminini manabii wa Mungu. Kwa sababu hao watu wa Mungu waliwaamini manabii, njaa haikuwadhuru. Jambo la mwisho namba 5, walithibitisha imani wakati wa mapambano. Wakati ya kanisa linapopitia changamoto kubwa, wakati una pambano kubwa la kiroho, wakati mwingine Mungu huwa anaibua manabii ambao hao manabii kazi yao ni kuithibitisha imani ya maandiko. Nabii yoyote ambaye ataongea mambo ya ajabu ajabu ambayo hayashikamani na maandiko, huyo nabii mpuuze wala usimpe nafasi ya kumsikiliza. Ni wakala wa ile serikali nyingine ya kale ka jamaa kaitwa KBS. Matendo ya Mitume 15:32. Matendo ya Mitume 15:32 analiweka vizuri hili. Matendo ya Mitume 15:32 hapa anasema nini? Anasema tena Yuda na Sila, kwa kuwa wao wenyewe ni manabii, wakawahusia ndugu kwa maneno mengi, wakawathibitisha. Nabii Yuda na nabii Sila, kwa sababu wao walikuwa ni manabii, wakawahusia kwa maneno mengi ya Mungu, kisha wakawathibitisha. Kazi ya nabii ni kumthibitisha mtu katika neno, ni kumthibitisha mtu katika imani wakati wa changamoto. Katika kipindi tulichopo sasa, tunahitaji neno la kinabii endelee kututhibitisha katika imani ya Mungu. Sasa, je, siku za mwisho kuna haja ya kuwa nabii? Kazi hizi ambazo zilifanyika mwanzoni mwa uzinduzi wa Injili ni kazi ambazo lazima zifanyike mwishoni mwa ufungaji wa kazi ya Mungu. Lazima kazi ya Mungu
Yaani watu wa Mungu wa siku za mwisho ni vuguvugu la kinabii, ni movement ya kinabii ya watu ambao wanaongozwa na maono ya kinabii. Kanisa la Mungu la siku za mwisho ni kanisa la kinabii, ni kanisa ambalo limejikita katika unabii wa siku za mwisho, limejikita katika mafunuo ya kinabii ya siku za mwisho, ili mwisho wa siku unabii inakuwa ni kama maono, njozi ambayo zitaiongeza kanisa katika sehemu sahihi. Sasa basi, hakuna mahali popote katika Biblia ambapo panasema karama ya unabii ilikoma kipindi kile cha mitume. Kilichotokea ni kitu kidogo sana ambacho kimsingi kwa nini haijakoma, kwa sababu ya Waefeso 4 mstari wa 13 anasema mpaka tutakapothibitishwa. Watu pasome hapo Waefeso 4 na ule mstari wa 13 unatupa sababu kama karama zote hazikukoma na karama ya unabii haikukoma, bado Mungu anaendelea kuitumia kuwathibitisha watu wake katika vipindi mbalimbali vya uwepo wao. Kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 13. Hata sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hiki ndio kigezo cha karama kutokuwepo. Ndio maana nimesema usichanganye karama za Roho Mtakatifu na tunda la Roho Mtakatifu, maana karama zenyewe zitakoma Yesu atakapokuja, ikiwemo na karama ya unabii. Na niseme kitu kingine, Biblia inatoa onyo kwa mtu yeyote ambaye anapuuza unabii. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 na ule mstari wa 19 na 20 kuna maneno mafupi lakini ya maana sana. Anasema 5:20, 19:20 anasema msimzimishe roho, msiutweze unabii. Maana ya kutweza ni kudharau, kupuuza. Hata kama umeibuka manabii wa uongo wengi, wa ukweli wapo. Ndio maana Yesu akasema wataibuka manabii wa uongo. Hakusema wataibuka manabii. Kwa hiyo ukue kiroho lazima ujue kwamba kanisa, kitu kinacholitambulisha kanisa la siku za mwisho ni uwepo wa vuguvugu la kiunabii, mafunuo ya kiunabii. Unabii ambao umetabiriwa katika maandiko matakatifu na haujatimika, watu hao watacheza sana hivyo vitu. Lakini jambo la pili ni unabii ambao Mungu ataibua watu ndani ya kanisa la sahihi la mwisho, kuwapa maelekezo ya kinabii namna ya watu hao waendelee na mambo, jinsi watakavyokula, watakavyokunywa, watakavyoenenda, watakavyoabudu kadri tunapoelekea kufunga historia ya ulimwengu. Kwa sisi tumeambiwa tusiudharau unabii au tusiutweze unabii, bali tujaribu kila neno na kushika lilo jema. Kwa mtu akija akisema nabii, namwambia karibu ndugu nabii. Akisema ndugu nabii, na sikupokei hivi hivi, naomba nikuingize kwenye kipimio changu cha manabii, nione kama unaendana na matakwa ya Biblia na kuingiza hapa na kutolea hapa. Ukikwamia njiani, basi wewe endelea na kazi nyingine za kufanya za ujenzi wa taifa. Lakini mambo ya kinabii waachie manabii, wewe si nabii. Sasa kwa nini karama hizi nyingi zimekufa? Mwaka 1538 ilikuwa ni mwaka ambapo mwanzo wa karama ya mwanzo wa historia ya unabii wa miaka 1260 uliotabiriwa na nabii Danieli na Ufunuo, ambao ulikuja kuisha mwaka 1748 ambako ni kipindi ambacho kanisa lilivamiwa na wanadamu ambao walikuja wakateka Ukristo, wakaleta mambo ya kidunia, mambo ya kipagani, Wakristo wakauawa. Karama zilipotea kipindi hiki kwa sababu watu waliendeshwa kwa akili za kibinadamu, matangazo ya viongozi na hekima za vikao baada ya mafunuo kutoka juu. Lakini baadaye Mungu, ukweli ulizamishwa, ni kama train inayopita underground. Ilipotea kwa muda, lakini baadaye ukaja ukaibuka miaka ya mbeleni, kuanzia mwaka 1843 hapa, na vuguvugu likaendelea. Lakini kabla hujasema hapo, kama ilivyokuwa ujio wa kwanza, kabla Yesu ajaje alitangulia nabii Yohana Mbatizaji, na baada ya hapo Yesu atakapokuja lazima vuguvugu la unabii liwepo. Sasa ninapoenda kusema sehemu hii ya pili kutoka mwisho, Biblia inasemaje kuhusu watu wa Mungu wa siku za mwisho? 19:10
kitabu cha Ufunuo 19:10. Na mambo mengi sana ya kusema, naomba niseme haya kwa uchache alafu tutakuwa tunamaliza. 19:10 Ufunuo inatupa mwongozo wa watu wa Mungu wa siku za mwisho. Anasema hivi, anasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie, akaniambia, angalia, usifanye hivi, mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Sasa roho ya unabii ni nini? Roho ya unabii ni Roho Mtakatifu kumpatia nabii ufunuo kutoka kwa Mungu. Mtu yote ambaye Mungu ataamua kumchagua kumpa unabii, akampa ufunuo kutoka kwa Mungu, Roho Mtakatifu, hicho tunaita roho ya unabii. Utendaji wa karama ya unabii, kitendo cha utendaji wa ile karama ya unabii tunaita roho ya unabii. Lakini chombo au mtu ambaye unabii unapitia kwake, Mungu anaweza kawa na jambo anataka kuongea na watu akataka kupitia kwako, inaita roho ya unabii. Roho ya unabii ndio sifa bainishi ya kanisa la kweli la Mungu la siku za mwisho. Lakini pia katika Ukristo wameibuka manabii wa feki wengi sana, na watu wamechanganyikiwa. Hata mimi wananiuliza kwamba najuaje huyu ni wa kweli ni wa uongo? Biblia inasema rahisi tu, kitabu cha tutawasoma baadaye kwenye ishara, Maombolezo 2:9 kipengele cha pili. Maombolezo ya nabii Yeremia 2:9 na ule mstari wa pili. Kuna kitu kizuri sana kitakusaidia kuelewa, asikupotezee muda nabii wa uongo. Utamuelewa mapema sana ukisoma maombolezo ya nabii Yeremia 9, maombolezo ya nabii 2:9 kipengele cha pili. Anasemaje maombolezo 9? Maombolezo 2:9 anasemaje? Kipengele cha chini pale. Anasema hivi. Anasema, mfalme wake na wakuu wake wanakaa katika mataifa, kati ya mataifa wasio na sheria, na manabii wake hawapati maono yatokayo kwa Bwana. Mataifa yasio na sheria, watu wasiopuuza amri za Mungu. Anasema manabii wote ambao wanapuuza amri 10 za Mungu au sheria ya Bwana, unabii wao hautoki kwa Mungu. Ni vitu tu vinavyotoka labda kwenye hekima zao, shetani pamoja na mapepo pamoja na elimu na makadirio ya kisaikolojia, lakini si kwa Mungu. Kwa hiyo hii inakusaidia kuelewa mapema ya kwamba usije kujua kwamba nabii wa kweli lazima aendane na sheria ya Mungu. Nitakupa hapo baadaye mafunuo machache kuhusu neno hili. Nabii na unabii ndio utakuwa na nafasi kubwa katika shughuli yote ya ukombozi wa mwanadamu. Kama ambavyo tulivyosema, Yesu alipokuja mara ya kwanza alitangulia Elia ambaye ni Yohana Mbatizaji. Lakini pia atakapokuja mara ya pili lazima atangulie Elia, watu ambao watakuwa ni watu wa unabii, watu wa kitabu cha Ufunuo, watu wa kitabu cha Danieli, unaosisitiza dira ya dunia kwa sasa kwa misingi ya kibiblia na roho nabii. Katika kitabu cha Hosea 13 mstari wa 12, Hosea 12 mstari wa 13 anaiweka hii vizuri tena kwa urahisi sana. Hosea 12:13 anasema, na kwa nabii Bwana alimtoa Israeli katika Misri, na kwa mkono wa nabii aliwahifadhi. Hata katika siku za mwisho Bwana atawatoa katika dunia sasa ambayo ni Misri, watoto wake kwa mkono wa nabii na kwa ujumbe wa kinabii. Basi niseme nini? Basi nikupe kanuni chache za kumpima nabii wa kweli na kama unabii wake unatoka kwa Mungu au si kwa Mungu. 1, ujumbe wake lazima uungane na Biblia ili uweze kuwa nabii wa kweli. Ili upate kukua kile, usije kukuta unalelewa na mbwa mwitu ukidhani unalelewa na kondoo. Kwanza lazima ujumbe wake uendane na Biblia na neno la Mungu. Isaya 8:20 anasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawa sawa neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Ikiwa nabii anasema kinyume na sheria na ushuhuda, amri za Mungu pamoja na ushuhuda ambao ni vitabu vingine vyote vya maandiko matakatifu, hana asubuhi. Na kwenye Biblia asubuhi maana yake ni kuja kwa Yesu mara ya pili. Kama mtu mwenyewe Yesu mwenyewe akija amchukui, wewe unataka akuchukue akupeleke wapi? Hiyo ni kigezo namba 1, unamweka pembeni.
Kigezo cha pili, kwa nini anaendana na maandiko? Kwa sababu Biblia wakati inaandikwa, Biblia inasema kitabu cha Yakobo 1:17, Mungu sio kigeugeu. Roho aliyoongoza nabii wa zamani lazima kuongoza nabii mpya, uendane na nabii wenzako waliotangulia. Maneno yako yasipishane, hata kama ni mapya, lakini yaungane na msingi wa uliowekwa. Jambo la pili, je, unabii anaotabiri unatimia? Kumbukumbu la Torati 18:21 mpaka 22 na Yeremia 28:9. Kumbukumbu la Torati 18:21-22 anasema nabii huyu akihubiri hicho kitu, akitabiri, kitokee. Lakini hapa nikupe tahadhari. Nabii zimegawanyika katika sehemu mbili. Kuna zenye masharti, conditional prophecy, na ambazo zina masharti. Kwa mfano, Yona aliambiwa atabirie kwamba ile nchi itaangamia, Ninawi, lakini walipotubu hawakuangamia. Kwa kuna vitu ambavyo naye anaweza kafanya vikatokea. Ndio maana sio kigezo tu pekee, kwa sababu anaweza kafanya vitu vikatokea. Anaweza kaenda katega bomu sehemu, afu akasema baada ya siku 3 kuna bomu litalipuka, naomba Mungu asaidie, kumbe ameweka yeye, afu likalipuka. Utasema limetokea, kwa nini mfuate nabii wa kweli? Hapana. Vigezo vyote vitimie na viungane. Na ndio maana tunaingia kwenye kigezo cha 3. Jambo, nabii lazima aseme jambo na litokee, na baada ya kutokea awarudishe watu kwenye neno la Mungu. Kama jambo likitokea alafu akawarudisha kwenye mambo yake mengine sio ya Mungu, huyo kataa, si nabii. Na hawa ndio wengi wanatumia nguvu za giza kufanya mambo yakishatokea, kisha anamwambia mtu mimi ndio Mungu wako. Mtu anafurahia. Kumbukumbu la Torati 13. Kumbukumbu la Torati 13 mstari wa 1 mpaka wa 3. Kuna kigezo kingine Mungu anatupa. Usije ukasema mbona amesema vitu vinakuwa. Sio hivyo tu, watu wengi wanasema vitu vinakuwa. Hata wako Wahindi, wapagani huko wanafanya vitu vinakuwa, kwa sababu ni shetani anaweza akatengeneza mazingira wakati mwingine. Anasema 13 Torati, anasema hivi, ukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu, ikikutukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tuifuate miungu mingine usiyojua tuitumikie hiyo, wewe usiasikize maneno ya nabii huyo. Akatokea nabii, akafanya ishara, akafanya muujiza, akafanya maajabu, kisha akakwambia tufanye miungu mingine. Kufata miungu manake ni kufata maneno mengine nje ya Mungu aliyosema. Achana naye huyo mtu, usimsikilize. Wamekuja watu wengi tu wanasema mimi nabii, anakuambia nimeota, unafanya hivi, sikusikilizi, na usimsikilize. Jambo la 4, je, huyo mtu anatambua kwamba Kristo ni Mungu aliyefanyika mwili? Wako manabii wengi, wengine Waarabu, wengine Wahindi, wengine wa Pakistani, wengine wazungu. Je, huyo nabii anamtambua Yesu ni Mungu aliyefanyika mwanadamu kama ilivyo kitabu cha Wafilipi 2 kuanzia 6? Kama nabii amekuja lengo lake ni kumshusha Yesu kwenye level yake ambayo nayo, nabii huyo usimsikilize, usimfuatilie, usimpuuze, akusaidii, maana utaukosa uzima wa milele. Labda tusisitize hiyo pointi kwa kusoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 4 na ule mstari wa 2 na wa 3, anasema katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hivi ndivyo roho ya mpinga Kristo mmesikia kwamba yaja, na sasa imekusha kuwako duniani. Kwa ukisema mtu ambaye anapinga Yesu Kristo hakuja katika mwili, maana yake hakuwa ni Mungu aliyefanyika mwili. Hata kama ni Mkristo, huyo nabii wa uongo, achana naye na kupotezea muda. Kama na dini zake nyingine amezibuni, huyo achana naye, si nabii wa kweli. Kwa hatua hii ni ya muhimu sana. Lakini hatua ya mwisho, je, nabii huyo anazaa tunda jema au baya? Biblia inasema, soma kitabu cha Mathayo 7:16, utasoma 18 mpaka 20, inasema mtawatambua kwa matunda yao, sio kwa maneno yao. Leo kuna wainjilisti, tuna manabii wengi katika dunia, lakini kazi zao mwisho wa siku tunagundua ni wazinifu, ni watu ambao ni watoa kafara, wengine ni majambazi yawezekana,
lakini wengine wengi wanakiri kabisa walikuwa ni wadanganyifu. Kuna mmoja Marekani, mtu mkubwa kabisa maarufu, mwinjilisti na nabii maarufu mwenye asili ya Israeli, amekiri kabisa, nilikuwa nikidanganya kwa muda mrefu. Lakini wako wengine ni waganga wa kienyeji, kwa maisha yao ndio wanaothaminisha. Unajua tutaokolewa kwa tunda la Roho, sio kwa karama za Roho. Mtu unaweza kufeki, lakini kwa tunda la Roho huwezi kufeki. Mfumo wako wa maisha, tunda la matokeo neno la Mungu, huwezi kulifeki. Kwa hiyo pima matunda. Je, anatoa matunda? Pamoja na kuongea na kutabiri, je, maisha yake ni maisha ya mtu aliyebadilika? Yanaweza akaigwa? Biblia inasema chunguzeni sana kisha muige miisho yao. Miisho yao ni miema au tunamuokota kwenye vilabu? Au kifungua friji unakuta imejaa wine na bia za kila namna akiwa analewa? Je, ukiangalia simu yake unakuta kuna vitu vya ajabu vimejaa? Je, anaishi anachokisema? Kwa hiyo ni kigezo cha muhimu cha kugundua. Hivi pamoja na vingine vingi vitakusaidia sana kukua kiroho, vitakusaidia sana kutambua nabii asiye wa kweli na aliye wa kweli. Lakini pia baada ya kusema hayo, niseme nini basi? Ufunuo, kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 17. Nimaliza na kitabu hiki Ufunuo 12 na ule mstari wa 17. Kuna neno la msingi sana hapa ambalo linamtambulisha kanisa la siku za mwisho. Ufunuo 12 mstari wa 17. Anasema Ufunuo 12 mstari wa 10, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasema juu ya mchanga wa bahari. Joka kwenye maandiko ni Shetani, na kwenye maandiko mwanamke ni kanisa. Waliosalia ni mabaki ya wacha Mungu wa siku za mwisho. Sasa Biblia inasema akafanya vita, akasimama juu ya mchanga wa bahari. Mchanga wa bahari maana yake ni watu wengi. Kwa hiyo sio kasema namfuata nabii kwa sababu ana watu wengi. Watu wengi sio kigezo cha kumfuata nabii. Anasema hao waliosalia, sifa yao ya kwanza anasema wazishikao amri za Mungu na kuwa na roho ya unabii. Kwa nikikuuliza unakoenda kusali, kuna roho ya unabii? Na kama roho ya unabii haipo, je, hawa watu wanashika amri za Mungu, wanaziamini? Hapo ndipo nye subira watakatifu wazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Lazima ujiulize vitu kama hivi. Kwa utafiti wangu wa kiroho ambao nimeufanya, nikiwa na free mind, katika manabii wote ambao nimewaona kizazi hiki cha mwisho nilichokisoma na hiki ambacho nimekuepo, na maandishi ambayo kiasoma yanakurudisha kwa Mungu, yanakufanya kuwa mcha Mungu kweli kweli, ni nabii tu mmoja ambaye nimemsoma, nabii anayeaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato, Ellen G. White. Maneno yake nimeyasoma kwa utafiti, nimegundua yamenifanya kuwa kumpenda Mungu sana. Yanaungana na maandiko matakatifu. Nimempima kwa vipimo hivi, nimeona ananitosha. Lakini pia sio wa mwisho. Mungu anaweza kumuibua mtu yeyote. Kwa leo nataka ujifunze, ili ukue kiroho lazima ujue kanisa la siku za mwisho ni kanisa linalobezi maisha yake kwenye unabii na linaongozwa na roho ya unabii. Kwa hiyo usikae tu, tumia muda huu wa mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu kusoma sana vitabu vya Ufunuo na Danieli na mafafanuzi yake ya kinabii kutoka watu ambao wanaungana, wanashika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu Kristo. Lakini jambo la mwisho, wameibuka manabii wengi wa uongo. Kwa nini usitumie vipimo hivi kukusaidia ili ujiepushe usije kwenye mitego ya watu wa kibinadamu? Ikiwa unasema kwamba nimesikia somo na nimeamua kwa neema ya Mungu na nitaomba Mungu anipe neema na mimi nisije nikaishi tu ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa sababu bado sema kitu kidogo hapa kimoja. Kwa sababu tunapofikia hatua ya dunia ilipofika sasa, tunahitaji sana huduma ya kinabii. Jambo la kwanza, wakati dunia ina changamoto ya mafuriko, Mungu alimtuma Nuhu kama nabii. Wakati dunia ya Israeli ilikuwa katika utumwa, Mungu alimtuma Musa. Wakati dunia kwenye mateso makali ya Israeli wakiteswa, alimtuma Debora, akamtuma na Samueli
nabii hawa kwenda kuwasaidia. Wakati wa uasi wa Israeli alimtuma nabii Elia Enzabaari. National decline, wakati taifa zima la Israeli limeanguka, Mungu alimtuma Isaya na Yeremia. Wakati wakiwa utumwani Babeli, Mungu alimuinua nabii Danieli na nabii Ezekieli. Birth of Christian Church, kuzaliwa kwa kanisa la Kikristo, aliwatumia manabii tumewasoma hapo, wakina Agabu, wakina Sila, wakina Barnaba, Peter, Paulo. Lakini pia restoration of special truth in the last days, kuibua ukweli mahususi. Tumejifunza malaika watatu wa kanisa la mwisho, alimuibua Ellen G. White, lakini pia anaweza kaibua mtu mwingine yoyote kuendelea kuliongoza kanisa kufuka historia ya ulimwengu. Ikiwa umejifunza mambo haya na unataka kujifunza zaidi, ninakukaribisha. Lakini pia ninakukaribisha na nakuomba kwa Mungu, na kuombea kwa Mungu akusaidie ili uweze kuepuka na kila majaribu ambayo angekupata kutokana na kuamini manabii wa uongo na ukaacha kuwapima kwa neno la Mungu. Na mimi nakupa challenge, kama unaona unaamini nabii yoyote sasa, pima, lakini usije ukamdharau nabii kama hujamthibitisha kwenye maandiko kwamba maneno yake yatokana na andiko. Basi tuombe. Asante Mungu kwa neno lako. Naomba Bwana umbariki msikilizaji huyu, msaidia kuwe kiroho katika kipindi hiki cha kinabii cha kufunga historia ya ulimwengu, akawe makini, asije akatekwa na manabii wa uongo na akatekwa na mafundisho potofu na akapoteza uzima wake wa milele. Bariki katika jina la Yesu.